Ni Jumatatu ya Novemba 10 mwaka huu 2025. Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Waziri mkuu mpya ajaye, Mkumbo, Tulia, Biteko, Makonda ndani ya mjadala. Kanuni za bunge za mbeba Lukuvi kuongoza mchakato kumpata spika mpya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 hadi wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. UVCCM ya vionya vyama vya siasa kauli za kejeli. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mitandao ilimdhalilisha lakini aibuka shujaa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. ACT Wazalendo yaibuka na hoja 3 baada ya uchaguzi mkuu. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wataalamu, pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwinyi kuonesha dira ya Zanzibar leo akizindua baraza la wawakilishi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, Bagonza ataja mbinu za kuliponya taifa, agusia kukiri makosa kwa makundi husika, kuepuka kulaumiana. Wadau wataja wahusika waliopoteza maisha, kujeruhiwa pia waliliwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Mabadiliko tabia ya nchi, maji ya bahari yanavyomeza mashamba. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Vigezo vya kuamua mrithi wa Majaliwa, nani atamrithi Kassim Majaliwa? Hili ni moja ya swala linalogonga vichwa vya Watanzania wengi wenye hamu ya kujua nani atakuwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Ndoto za Tina zilivyozimwa kwa risasi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. CCM kwenda na Zungu uspika, Silo unaibu spika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Shein Karume wampongeza Dr. Mwinyi kwa kuimarisha amani, wafurahishwa na ukomavu wa Wazanzibari kisiasa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Wawakilishi waeleza matarajio yao kwa Dr. Mwinyi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Macho masikio kwa Dr. Mwinyi akilihutubia BW leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Wafamasia toeni taarifa za madhara ya dawa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Marekani itasusia mkutano wa G20 nchini Afrika Kusini. Haya yamesemwa na Trump. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, amani na upendo vya tawala mahubiri. Maaskofu wachungaji waombea nchi, wahimiza utulivu. Serikali yashauriwa mchakato wa maridhiano. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Matumizi ya internet yavuka lengo la serikali. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gairo wavuna viazi mviringo tani 15. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Serikali yasisitiza Tanzania ni salama, yaita watalii. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wapinzani waguswa ahadi za Samia ni za siku 100 Ikulu, washauri kuimarisha usalama. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima. UVCCM yawapa pole waliopata madhila,
walaani vitendo vya uvunjifu wa amani, wataka vijana, wazazi na jamii kushikamana kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo ya nchi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Wasomi, viongozi wa dini wasisitiza uzalendo na amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Fahamu athari kutumia simu, kompyuta usiku. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Zungu apitishwa kuwania nafasi ya uspika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukihamia katika gazeti la Majira, macho masikio kwa bunge la 13 kesho, uchaguzi wa spika, naibu wake kuthibitishwa, waziri mkuu mpya kutikisa, hotuba ya rais kufungua bunge yasubiriwa kwa hamu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Zungu rasmi kupeperusha bendera ya CCM kuwania uspika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Kilio kuyeyuka barafu kiwe ajenda maalum GOP 30. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. Athari za vurugu zaendelea kuanikwa, vijana waonywa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Jamii yashauriwa kusaidia watoto. Jamii, wadau na taasisi mbalimbali nchini zimeombwa kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, yatima na wasiojiweza ili kuwajengea msingi mzuri kimaisha na kuwawezesha kutimiza ndoto zao. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Watuhumiwa wa vurugu wazidi kuburuzwa kotini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Trump, Marekani kususia G20 Afrika Kusini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Kuna uwezekano mkubwa tatizo la kutopata mtoto linatokana na wanaume. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Mimi ni Nuru Mangi, hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata habari zetu.